maisha yako. Hii ni muhimu kama Wakristo ili tuweze kuleta matokeo ya maisha yetu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inaeleza kabisa mtapokea nguvu. Cha kwanza, hii ni uwepo wa Roho Mtakatifu, ni nguvu zake. Nguvu zake zinakuwa zinaonekana. Na hizo nguvu zake ni tofauti na za ugali, ni tofauti na za mazoezi ya mwili. Nguvu zake ni tofauti na kila kitu. Paulo anasema ninahubiri si kwa sababu ya uwezo na nguvu na elimu nilionayo, bali katika dalili na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo moja ya dalili ya uwepo wa Roho Mtakatifu ni nguvu katika maisha yako ya kiroho. Kuwa na nguvu katika maombi, kuwa na nguvu katika kusoma neno, kuwa na nguvu kwenye maeneo yote ya kiroho. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Na hii ni muhimu ujue kwamba kila unapokuwa na nguvu za kiroho, sio wewe, bali Roho Mtakatifu anakuwezesha. Hayo mambo kila mtu angetamani kuwa nazo, lakini haiwezekani kwa jinsi ya binadamu. Jamaa mmoja anaitwa Bara Yesu alimfuata Petro akamwambia, hebu nisaidie kwa shingapi hiyo nguvu na mimi niwe nayo, ili nikiwekea watu mkono wapokee. Maana yeye alizoea upako wa kununua. Roho Mtakatifu hanunuliwi. Mwambie jirani yako hanunuliwi. Hanunuliwi. Akamwambia nikupe shilingi ngapi ili unipe na mimi hizo nguvu. Maana Petro alikuwa akiwa na hizo nguvu za Roho Mtakatifu, akiweka mikono juu ya watu wanapokea hizo nguvu. Wanapokea hizo nguvu. Hasa jamaa akaona hili ni dili, kwa sababu alikuwa anafanya biashara zake akiuza vitu vyake vya upako. Akadhani akipata ya Roho Mtakatifu, amemaliza biashara. Madili ya vitu vya upako viko vingi, ila Roho Mtakatifu ameshindikana kuuzika kama dili. Maana ametoka free kutoka kwa Bwana. Ametoka kwa Bwana wa mabwana. Ndio maana kila kitu cha upako utanunua, lakini Roho Mtakatifu hauwezi nunua kwa shilingi 10,000, kwa shilingi 100,000, hata kwa milioni huwezi mnunua. Petro akamwambia, potelea mbali. Kwa kuwa nguvu za Mungu hazinunuliwi kwa pesa na hila ulizonazo. Maana kitu chochote utakachonunua ujue utaenda kuuza, maana ni biashara. Potelea mbali, maana hii nguvu haiuzwi. Hii nguvu ina uwezo wa Mungu ambao hata si hatukuigharamia, ni ahadi ya Baba. Nguvu za Mungu wapendwa, inapaswa ujue uwepo wa Mungu husababisha nguvu zako za kiroho kukua. Hatua ambayo ni muhimu sana, unaanza kuwa shahidi. Mwambie jirani yako, fanyika shahidi wa habari njema. Unafanyika shahidi, unakuwa mwakilishi wa Mungu, unakuwa mwakilishi wa uweza wa nguvu za Mungu. Nanyi mtakuwa mashahidi. Ukishapokea nguvu za Roho, unaanza kuwa shahidi. Mahali unaingia, unaanza kuimba, watu wajue kuna mlokole kaingia. Unaanza ukiingia mahali, unafunga macho na uombi kwa unasema, Baba nakushukuru. Kwenye mkutano mpaka watu wanasikia, Baba nakushukuru kwa kuwa nimeingia kwenye hii basi. Ninaposafiri naachilia neema yako Roho Mtakatifu. Wote hata kama walikuwa watanyamaza na kukuangalia. Alafu maliza amen. Wanajua huyu hamwakilishi mchungaji wake, hawakilishi dini yake, anawakilisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Leo naachilia hizo nguvu. Ukipanda kwenye basi, anzisha maombi, ijulikane kuna mtu ambaye ni mwana maombi kaingia. Na uombi ili kujionyesha, unaomba kuwakilisha kampuni ya Roho Mtakatifu, kampuni ya Yesu Kristo, kwamba inaenda pamoja na wewe. Leo kwa ibada ya leo, naachilia nguvu ya tofauti. Utakapoingia sokoni, hautaomba kisirisiri kama uchawi, utapaza sauti yako. Mara nyingi unakuwa kawa ni uoga wa kujua nguvu ulionayo. Ambia jirani yako, acha uoga. Ambia tena, wacha uoga. Yaani ukiingia usiombe kama unafanya uchawi. No, sema, Baba
nasimika uwepo wako. Kama unanielewa sema amina. Baba, naita nguvu zako mashariki, magharibi, kaskazini. Anga hili, nchi hii imetawaliwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Nami ni shahidi wako mahali hapa. Matangazo hayawekwa chini, matangazo yanawekwa wapi? Juu. Ambia jirani yako, inua matangazo ya Roho Mtakatifu. Mwezi huu ukitokea, mimi nimeokoka. Wakenya kila wakitokea asubuhi, Yesu ameniokoa asubuhi ya leo. Mimi ni Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa maana kwamba kila siku tunapoamka ni wokovu mpya tumepokea, ni roho mpya tumepokea, ni neema nyingine tumepokea. Wacha kuishi kwenye maisha ya kale, anza kuishi maisha ya upya kila siku, kwa kuwa ni huruma zake Mungu hatuangamii, maana rehema zake ni mpya. Wapi? Kila siku kukikucha kuna wema wa Bwana, kuna ukuu wa Bwana, kuna mamlaka ya Bwana. Na kanisa la leo tunapaswa kuamuka na uwepo wa Roho Mtakatifu. Kila tukivaa nguo tuone uwepo wa Roho Mtakatifu, tukipaka mafuta tuone uwepo wa Roho Mtakatifu, tukinywa maji tunywe maji na uwepo wa Roho Mtakatifu, tukilala na kuamuka. Sisi ni watu hatari, maana tumezungukwa na nguvu ya Mungu isiyotoka kwenye uwezo wa mwanadamu wote. Ambia mwenzako, tembea na uwepo wa Roho Mtakatifu. Wakawa mashuhuda, mashahidi. Ni mimi na wewe tu mabalozi wa Yesu. Yes. Ambia jirani yako, fanyika washuhuda, fanyika balozi, fanyika mwakilishi wa Mungu. Rais wetu Dr. Samia Suluhu ana wajumbe ambao tunaitaga wajumbe ni watu hatari. Mnakumbukaga siku za uchaguzi? Wangapi wananielewa? Mheshimiwa Manyama anaelewa kabisa. Ukiongea habari ya wajumbe, Mheshimiwa Manyama anaelewa, na watu wengine wanasiasa pamoja na Mheshimiwa Mariam Njelo wanajua wajumbe walivyo. Wajumbe wakipitisha kule juu watahangaika sana, maana hilo jina likitoka kwa wajumbe kule juu lazima tu, hata kama ni yani kwa namna yoyote, bwana hili jina limetoka, alijatoka, limetoka kwa wajumbe. Kwa maana hii nakupa mfano, wewe ni mjumbe wa Jehova. Utakachoamua leo katika dunia hii ikipanda juu, unajua kwa nini? Nisikilize, kwa nini nikisema kwa Isaac jambo, mimi umeenda kunisemea mahali ambapo sikuwa na mtu wa kunisemea. Wapendwa, ukisha kanyaga maskani ya Roho Mtakatifu utasemewa hata na watu usiowajua, maana Roho Mtakatifu atasimama. Mary Majelo, watu wengine mbalimbali, utasemewa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Jina lako litainuliwa, maisha yako yatatoka mahali pagumu, utaanza kuona uwepesi, kwa sababu mafuta ya Roho Mtakatifu yenyewe yana uwezo wa kuingia mahali hapaingiliki. Utakuwa mashahidi. Kaya kala hapa. Kwa nini hatuogopi my daughter? Huyu hapa alikuja na sura mbaya, lakini Roho Mtakatifu akaondoa sura mbaya, leo anavutia. Ongeza makofi kwa ajili. Unajua watu wanaingia kanisani kama vile ukiangalia saa zote hazieleweki, sema amina. Lakini Jehova leo hata ukiambiwa ni yeye, mimi ndio naijua hiyo sura. Hata wewe unajiuliza ni ipi? Hata wewe uliingia na nyingine ilikuwa ieleweki. Kweli. Yaani usidhani uliingia huko vizuri. Ni baada ya muda tu wewe mama uliingia, kila mtu anakuona macho yenyewe kama ya uchawi fulani. Japo yaani unajua matatizo ni mabaya jamani. Yaani unaweza ukapigwa na matatizo. Huyu hapa anasimama sasa hivi kidali kinene hivyo. Isaac alikuwa hata uwezi ukaamini ukampa pochi yako, maana unaweza hisi saa yote anaweza achukue. Lakini Roho Mtakatifu akiingia anabadilisha mtu. Alikuwa anaonekana jambazi, leo anapewa neema nyingine. Hiyo neema na mafuta mabichi yawe juu ya maisha yako. Haiwezekani uwe na Roho Mtakatifu halafu uwe na maisha yasiyo na majibu. Mwambie jirani yako, mimi ni wakili wa Mungu. Sema tena, mimi ni mwakilishi wa Mungu. Yaani unayo beji inayosoma mbinguni. Amen. Yaani kila mtu akikuona una nembo ya Roho Mtakatifu.
una beji ya Roho Mtakatifu. Hauko peke yako, kuna nguvu za tofauti ndani yako. Leo kafanyike habari njema kila unapoenda. Yesu Kristo akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta niwahubiri maskini habari njema. Leo umeingia kanisani ukilia madeni na mateso, lakini leo ondoka, nenda kahubiri utajiri. Kwenye familia yenu hakuna aliyewahi kuwa tajiri, nenda kahubiri huo utajiri. Hakuna aliyeolewa, nenda kahubiri huo kuolewa. Nenda kahubiri kusoma, nenda kahubiri mabadiliko, maana Roho Mtakatifu anabeba habari njema. God bless you my daughter. Amen. Huyo hapa naye alikuja hapa, mambo yake saa hizi ni super. Kila anayeingia hapa Mungu anambadilishia channel. Makofi kwa ajili yake. My daughter ameingia hapa, Jehova anampa sasa hivi, kila mtu anampelekea, niombe, nipelekee kwa mchungaji wako. Yaani amekuwa balozi kila paka ofisini kwake. Haleluya. Yaani amekuwa balozi. Hebu niambie, endelea kumwambia mchungaji wako, make mambo yangu yamekaa vizuri. Make kila hata wafanyakazi wanaofanya nao kazi wanamwambia nipelekee kwa mchungaji wako, niwaambie aniombe. Haleluya. Anakuwa shahidi. Mwambie jirani yako wewe ni shahidi. Mwambie tena wewe ni shahidi. Yaani anayejaribu kukukataa anajipotezea tu wakati. Maana Roho Mtakatifu atakusukuma. Mahali watu wanakupinga, yeye atasimama, atasema, huyu ndiye aliyechaguliwa, huyu ndiye aliyeteuliwa kuwa wangu. Sema amena. Hakuna mtu anayeingia kwa Roho Mtakatifu akatoka alivyokuwa. Mama simama hapo katikati, amevaa shati jeupe, simama. Huyo hapo. Huyo mama siku ya kwanza natambulishwa naye. Jamani, I wish ningekuwa na cameraman kila wakati. Naomba ukae mama. Yaani I wish ungekuwa na cameraman kila wakati. Maana unajua saa nyingine nasimama kwenye ibada, nashangaa huyu mtu ndio yule amekuja leo au mwingine. Maana kila ukija, ukirudi tena sura inabadilika. Ni kama vile umeingizwa kwenye eneo fulani la kutengenezwa, kuanzia sura yako hadi mavazi yako. Hata kama ni ya zamani, Roho Mtakatifu ana mafuta ya ajabu ambaye anakufanya wewe uonekane mpya kila siku. Amen. Kama unaamini sema amen. Wangapi wanapokea hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu? Mzee Midara God bless you. Makofi kwa ajili yake. Amen. Makofi kwa ajili yake. Unajua kuna watu ambao walitokea eneo linaitwa mochwari. Ambie jirani yako, wewe umetokea wapi? Kwa hiyo unaweza ukashangaa umekaa na mtu ambaye ametokea wapi? Mochwari. Makofi kwa ajili ya watu. My daughter. Jamani, makofi kwa ajili yake. Wow, ananiambia baba ndio mimi nilitokea mochwari. Wengine hawamjui, lakini huyu kweli aliandikiwa kifo miaka mingi. Akaja hapa ni kama vile anasindikizwa ili akafe. Alipokutana na sheria ya madhabahu, nikamwambia hautakufa bali utaishi uyaone mema ya Bwana. Leo anakufuata hadi wakadani kuchumbie, waambie ni na Yesu. Makofi kwa ajili yake. Wanaokuja kukuchumbia waanzie kanisani. Sema amina. Maana umempata asiyebadilika. Yesu peke yake hawezi badilika. Haleluya. Nataka nikuhakikishie kuna watu waligeukia mochwari wakaja katika uzima kweli, na wakakaa na sisi na tukawa nao na tukamuona Mungu. Amen. Unajua unatafuta mtu afufuliwe kutoka kaburini, hata aliyetoka mochwari. Kweli. Unaweza usijue mtu unayeongea naye, lakini kuna watu ambao ilibakia sekunde kadhaa, siku fulani afe, lakini nikasimama kati yake na hiyo mochwari. Nikasema huingizwi mochwari, tokea huko. Huyu mama leo, makofi kwa ajili yake. Leo nakutana na shuhuda tupu. Makofi kwa ajili yake. Jamani, makofi kwa ajili yake. Mungu akutendee mama yangu. Ukimwona hapa ana miaka 80 na lakini anapiga goti. Sasa wewe mwenyewe una miaka 30, magoti analia. Waambie jirani yako kuna nini? Yaani bado paka miaka 80 na anafanyaje? Mwambie mwenzako vipi wewe? Wewe ukifanya tu hivi, Mungu saidie. Leo naachilia mafuta ya Roho Mtakatifu yaingie kwenye mishipa yako, ya kwamba unazidi kuwa kijana, hautazeeka ukiwa na Roho Mtakatifu. Maana yeye anakufanya mpya kila siku. Hatuna roho wa dunia, bali tuna roho wa Kristo.
nafsi zetu ziko katika hali ya kufa. Amen. Ambia jirani yako kuna uwepo wa Roho Mtakatifu. Usiondoke bila kuwa nao. Usiondoke bila kuwa nao. Uwepo wa Roho Mtakatifu unatengeneza amani ya moyo. Unakupa nini? Amani ya moyo. Yaani hata kama kuna mateso ya aina gani, hata kama kuna upepo, kuna majaribu, lakini huyo Roho Mtakatifu unapokuwa naye, amani inakuwepo ndani yako. Amani. Yaani hauna kazi, yaani haujafanikiwa, lakini maana hautaishi kwa hayo mafanikio ya dunia. Wewe una mafanikio mengine ya ulimwengu wa roho ambao haupo katika mwili na nyama. Haupo kwenye asili ya mwanadamu, ni asili ya Mungu. Mafanikio ya roho yakisha kufanya kuwa shahidi wa Kristo, unakuwa na mafanikio ya kiroho. Haufurahi kwa sababu ati umepata kazi. Una roho wa Mungu ndani yako. Sifurahi kwa sababu pesa imeingia. Na furaha kwa sababu roho yuko ndani. Yesu akawaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Kwenye kitabu cha uzima. Leo kuna majina na yahamisha kwenye ukoo wa magonjwa, kwenye ukoo wa umaskini, kwenye ukoo wa shida. Leo nayapandisha kwenye kiti cha Jehova. Kama ni wewe sema napokea hiyo. Sema napokea hiyo. My God. Ukiona huyu is a miracle walking. Huyu hapa ni muujiza unaotembea. Unajua kuna watu hamuelewi kinachotendeka kwa binti yangu. Ni muujiza unaotembea. Ni muujiza unaoleta matokeo makubwa. Ongeza makofi kwa ajili yake. Nikuambia kitu kimoja. Alikuwa anashikiliwa mwanzo mwisho, lakini leo anatembea peke yake. Oh my God, Elisha. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Amen. Huyu hapa, huyu mtoto nyewe muoneni tu hivyo, lakini huyu amebeba nguvu ya Mungu, hujawahi kusikia. Makofi kwa ajili yake, kwa sababu hakutoka kwenye kalenda ya wazazi. Sema amina. Wazazi walimaliza ya kwao. Sema amina. Wakasema tunasubiri wajukuu. Jehova akasema bado nina jambo. Sema amina. Makofi kwa ajili yao. Walimaliza kalenda, alafu Yesu akaweka kalenda. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Mungu akajibu. Vile umeingia leo ukaje na ushuhuda. Makofi kwa ajili yake. Nikuambie kitu kimoja. Unapokuwa umeingia hapa, mbingu zinabeba jina lako. Na mimi ni balozi wa mbinguni, ili kuhakikisha naingia kule na kusema hayo majina yapitishwe. Hayo majina yapitishwe. Hata kwenu kuna ukoo wa mikosi, nasema huyo hayuko huko. Kama unaamini sema amina. Yaani nikikuangalia hivi, wacha hofu. Mwambie jirani yako acha hofu. Ambia tena acha hofu, acha hofu. Yaani hii sio gereji ya kubahatisha. Mwambie jirani yako hii si gereji ya kubahatisha. Tunakufanyia overhaul injini yako. Yaani usije hapa tuko kimagumashi. Atutafuti senti yako. Kwanza una. Sasa sijini hivi utatupa. Yaani hapa tunajua tu kabisa roho yako imechoka na imekosa mwelekeo, lakini leo utaweka anwani mpya. Utaweka anwani mpya. Utaweka ukurasa mpya. Maana yuko anaitwa Roho uzima anayefanya mabadiliko kwenye maisha yako. Kwa nini? Uwepo wa Roho Mtakatifu ni muhimu. Anakufundisha na kukushauri. Uwepo wa Roho Mtakatifu, nguvu zake zinatufundisha na kutushauri. Nguvu za uwepo wake hazikuachi kwenye ujinga. Sisi tumeokokea huko Masaidi, lakini ukinipiga picha leo, ukiambia huyu ni Masai, unashindwa aelewa. Ninazime hapa. Roho Mtakatifu anafundisha, anakutoa mahali usikojua, anakupeleka panapojulikana. Roho Mtakatifu ukisha kuwa naye, anakutoa mahali ambapo hapaeleweki, hapana anwani, anakuwekea anwani.
Anakufundisha kukutoa kwenye uchawi na ushirikina, anakufundisha kukutoa kwenye mila na vitu vya kwenu, alafu anakuonyesha njia ya kuendea ushindi wa maisha yako. Roho Mtakatifu, uwepo wake unatufundisha na kutushauri. Unajua, unaweza ukasema ni sina baba, sina mama, sina mtu. Nikwambie kitu kimoja, Yesu akasema sitawaacha yatima. Mwambie jirani yako acha kulalamika. Ongea naye tena, mwambie acha kulalamika. Ukisema sina refa, umekosa kuelewa yule ambaye tumepewa, huyu Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana 14:26 nataka nimalizie Yohana 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, yeye atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Mwanadamu ameumbiwa kusahau, lakini Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukumbusha. Ndio maana Biblia inasema kwamba hutusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa hatujui kuomba ipasavyo. Anasema huomba kusikuweza kutamkwa. Kwa nini anakuwa hivyo? Kwa sababu anatukumbusha hata kuomba yale ambayo hatujui. Roho Mtakatifu anapokuwepo katika maisha yako, anakukumbusha. Ni nguvu, ni moja zaidi ya kila kitu unachoweza kubeba. Nikwambie, sisi ambao tumekuwa katika wokovu na kukuwepo na mitandao leo ya kuuliza maswali, tulikuwa tunauliza wapi? Roho Mtakatifu, nikumbushe maandiko, nikumbushe. Na unajua, tunasimama madhabahuni, hatukuwepo na mitandao kama leo ambayo yametutoa kwenye uwepo. Unajua, mitandao usije ukajivunia sana, maana saa hizi ukiuliza Google kila kitu inakwambia, si ndio? Sasa una muda wa kumtafuta Roho Mtakatifu. Lakini si Roho Mtakatifu tukimpata ni zaidi ya Google, maana atakuwa ndani yetu. Tuwe tuna bando, hatuna bando, lakini anaongea. Lakini mitandao mpaka uwe na bando utalipia. Ila Roho Mtakatifu hatutamlipia. Kikubwa cha kufanya ni kuwa pamoja naye, atushauri. Leo pokea uwepo wa Roho Mtakatifu. Hiyo kazi yako sio ngumu kama Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe. Hatua nyingine ni nguvu ya utakaso. Roho Mtakatifu inatupa nguvu ya kutakasa. Hatuwezi, usidhani wewe uko vizuri sana, unajua mimi dhambi si. Wewe hujaletewa Delila, alafu uletewe Delila, alafu na Roho Mtakatifu. Mwambie jirani yako, hujawahi kuona Delila. Delila akiletwa mbele yako, ana jicho limetoka mpaka kama linasogea kwenye sikio. Mwambie jirani yako, acha kujifanya unaweza. Acha kujifanya unafanyaje? Unaweza. Unaletewa Delila, utafikiri kaumbwa kwa makusudi ya kukumaliza. Akitembea ana miguu kama farasi wa Misri. Sema inatetemeka. Sasa wewe utabakia bila Roho Mtakatifu? Ambe jirani yako, utashindwa tu wewe mwenyewe. Kwa mwili wako huwezi, kwa jinsi ulivyo huwezi, lakini Roho Mtakatifu anapokuwa kwenye uwepo wake, sisi tukitambua, anatupa kushinda dhambi. Vijana, hauwezi shinda hizi pornography kwa kupata counseling kwa wataalamu. Wanasaikolojia watakuambia, unapofanya hivyo unajimaliza nguvu zako. Bado spirit ya mwili isipopata roho huwezi shinda. Picha za ngono huwezi shinda kwa kukemewa na wazazi wako. Utamficha mchungaji, utaficha kila mtu, lakini ukweli wa mambo, huyo ni adui, anakumaliza kwa siri. Nilikuwa namwambia mwanangu asubuhi hapo, kwa naongea naye kwenye simu, anambia, mwanangu, unajua unapoendelea kumpa shetani akuonje. Anambia, jirani yako, usiruhusu shetani akuonje. Anakuonja we. Mwisho unakuwa hakuna kitu. Unakuja kusema sitaki, ashamaliza. Anambia, jirani yako, usiruhusu kuonjwa. Unajua unaonjwaje? Unafikiria wengine mnawaza vibaya ati. Kuonjwa hata kuja kwenye ibada unaonjwa. Yaani unaacha kuja kwenye ibada, adui ashakuonja.
Sio tu ile kwenda guest ndio umeonjwa, maana wengine mnawaza mpaka kule. No, hata kusema uongo unaonjwa shetani. Shetani aje siku moja, Delila akamwambia Samsoni, niambie kweli unanipenda kweli? Samsoni akamwambia, usiogope, nakupenda kweli Samsoni. Akamwambia, usihofu, mimi nakupenda, mimi ni wa kwako. Mimi sijui kama kweli unanipenda. Nakwambia ukweli, nakupenda. Basi niambie, hizi nguvu zako zote ambazo unazo zinatoka wapi? Jamaa ameshikwa kwenye 18. Ambia jirani yako. Haleluya. Kidogo kidogo jamaa akamwambia, unajua mimi ukifunga hii mikono kwa kamba na hii miguu kinifunga, umemaliza nguvu zangu. Kweli? Hebu tujaribu. Mwambie jirani, shetani anakujaribisha tu. Hakupeleki mazima. Anafanyaje? Anakujaribu. Hebu tujaribu. Na anamwambia mikono hiyo, miguu hiyo, funga. Dada wa watu anapambana, anapigana jasho. Maki kufunga jitu kama lile unafikiri ilikuwa rahisi? Alingangana, lakini kwa sababu anaendelea kuonja, akamaliza. Akatulia, kweli hapo tayari? Akamwambia, yani hapo umenimaliza kabisa. Kweli kabisa, huwezi kufurukuta. Akamwambia, yani hapa umemaliza. Haya, sikiliza Samsoni, Wafilisti wamekuja. Jamaa anajua vitendo vya Wafilisti sio vizuri. Akasema nini? Alikata zile kamba kama nini? Kama karta, kama sijuuzi. Alipomaliza dada wa watu, nini tena? Nilijua tu. Sasa mbaya wanaume, ambia jirani yako huruma ni mbaya. Usimuonee huruma shetani, sema amina. Akaendelea. Hiyo story tutamalizia siku nyingine. Mwambie jirani yako. Na kuona unamezea mate sana. Kwani ni Samsoni ndugu yako? Mwambie jirani yako, tamani uwepo wa Roho Mtakatifu. Anakuzuia kwenye dhambi. Anapokuonyesha tunapoelekea ni kwenye dhambi, anakuambia no, like this. Ngoja uone mfano. Sisi tukiwa vijana tumefundishwa namna ya Roho Mtakatifu anavyosema na wewe. Hasa vijana wa kike na wa kiume. Angalia sana ukaribu na mtoto wa kike. Kwetu zini matatizo wanaume. Sema amina. Kaa mbali. Ni hatari, itakuondolea hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Kaka akikusalimia hivi, malizana naye hivi. Akikuletea mkono kushika hapa, usimruhusu. Maki ana dalili za Delila, hata kushika hapa, ataendelea siku ya 7. Siku ya 8 anakuambia nimekumisi. Upo au haupo? Akikwambia nimekumisi, anakuambia nimekumisi. Upo au hujaondoka? Au hujaelewa? Unajua akikwambia nimekumisa, anagonga wapi? Kwenye moyo. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokazo chemishemi za nini? Za uzima. Anayekuumiza ni yule uliyempa moyo wako. Atakaye kuponya ni yule uliyempa moyo wako. Yeye Mungu akasema, mwanangu, nipe moyo wangu, nami nitakufundisha njia zangu. Baada ya leo, nataka uondoke na uwepo wa Roho Mtakatifu. Usifanye chatting za kutania. Mzaa. Malizia.
Haujui Kiswahili ya darasa la ngapi hiyo? Mza. Hautaki au kuna mwalimu wa primary wa zamani zile. Maka watoto wetu waliosoma media hata wasa wengine wanakuuliza ndio maana nini mza. Maka wamefundishwa English mwanzo mwisho. Mza ni chakula gani hawajui. Kiswahili kimepotea. Sema kwa jina la Yesu, nakataa dhambi. Ruhusu uwepo wa Roho Mtakatifu kutenge. Jamani, usidoe dhambi. Moja ya eneo la kuendelea kukwama ni kuendelea kuishi na dhambi. Kitabu cha Warumi sura ile wa Galatia sura ya 5 mstari wa 16 anasema enendeni kwa nini? Kwa Roho, wala hamtafanyaje? Hamtatimiza kamwe nini? Tamaa za mwili. Enendeni kwa nini? Kwa Roho. Kila wakati ruhusu Roho aongee ndani yako, ruhusu Roho azungumze ndani yako, ruhusu Roho akuelekeze. Mwambie sitaki kuenenda kwa tamaa za mwili, nataka kuenenda kwa Roho. Maana Biblia inasema roho, mwili ushindana na roho, wala hamwezi kuyapata yale mnayotaka. Kwa kuwa mnashindana, kuna ushindani ya roho yako na mwili wako. Kila wakati Roho Mtakatifu anakuambia dhambi mbaya, anakuambia acha dhambi, anakuambia ondoka kwenye dhambi. Na ndipo tunasoma kwenye kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22, anaeleza matunda ya Roho. Uwepo wa Roho Mtakatifu anakuletea tunda la Roho, upendo. Haleluya! Uwepo wa Roho Mtakatifu, nguvu zake zinakuletea kupenda. Ukiona mshirika asamei wenzake, ukiona mtu asamei watu, anabeba kinyongo cha mwaka juzi mpaka leo, ujue kuna shida. Roho Mtakatifu yuko mbali naye, au anamtumia kwa maslahi. Yaani hana spirit ya kusamee watu, ana roho ya kukumbuka makosa yote bila kukumbuka mema. Na ukiwa na watu wa aina hiyo, jiandae kuwa mbali nao, maana iko siku kikombe anachonywesha wengine atakunywesha na wewe. Tunda la Roho yameelezwa ni upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili, kuchukuliana. Anaendelea kusema baada ya hayo yote hakuna sheria. Uwepo wa Roho Mtakatifu huimarisha matendo ya Roho. Upendo uthibitika, upendo utawala. Utaona mtu ameingia hapa hana mwelekeo. Isaac ni mtu tu hapa, Mungu kasimama naye akabeba mzigo wa kumvusha. Leo kijana na ajira yake. Na vijana msimame imara, msituangushe tunapowathamini maeneo mazito, tunapowapeleka kwenye maeneo ya kazi za watu. Mjue hatuwakilishi sisi, mnamwakilisha Kristo Yesu. Mara nyingi unaogopa kwamba utakapompeleka pale itakuwaje baada ya hayo. Tuna watu wengi ambao wanatafuta watu, lakini tunahitaji kukupima. Je, unamwamini Yesu au uko kwa ajili ya maslahi? Na hata wewe unayetafuta mke au mume, usije tu kwa ajili ya hiyo. Tunaangalia zaidi ya hapo. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Leo naachilia nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya kila aliyeingia mahali hapa, ukapokee neema kwa jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Roho Mtakatifu, nguvu zake inatusaidia kuomba. Nguvu za Roho Mtakatifu inatupa uwezo wa kuomba. Unajua, naweza piga maombi, naweza piga magoti masaa 6, masaa 7, all the day. Sio mazoezi ya mwili. No, huu mwili ni dhaifu, lakini roho iradhi. Yes. Nafunga macho, sio kwamba kuna kitabu na kisoma ili niweze kuomba. No, kuna spirit naomba ndani yangu. Roho tusaidia. Warumi sura ya 8:26, kadhalika Roho tusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa tujui. Yaani moja ya mambo ambayo tuna shida ni kwenye maombi. Unatafuta maombi kwa mtume, kwa nabii, kwa mtumishi, sawa, lakini kuna mmoja anaitwa Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni mwombezi wako. Tena anasema anawaombea watakatifu kama atakavyo Mungu. Yaani leo unaweza ukaja mtumishi akuombee, lakini akikuangalia hana CV yako, ataomba ombaje? Hajui wewe rehema umetokea wapi.
Atakuombaje? Lakini Roho Mtakatifu akiwa kazini atavuta hiyo nguvu ya kukuombea. Atakuombea kwa mzigo, atalia ndani yako, ataanza zungumza mambo ya siri yanayokwamisha maisha yako. Sema nahitaji hiyo neema. Sema nahitaji Roho Mtakatifu. Sema nahitaji Roho Mtakatifu asimame pamoja na mimi. Kwa ibada ya leo nabadilisha anwani yako. Hakuna mtu atakayebakia katika maisha ya kushindwa. Sema katika jina la Yesu Kristo, leo napokea hiyo neema. Hatua nyingine ya mwisho ambayo namalizia, Roho Mtakatifu achilia karama. Hizo nguvu zinaachilia karama. Karama ya walimu, karama ya uimbaji, karama hizo zote zinaachiliwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 na hadi mstari wa 11. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana, akigawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Karama ya hekima inatolewa na Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Roho Mtakatifu uwepo wake ugawa karama. Na inabidi mwezi tunaokuja, mtumishi wa Mungu, tulipanga tunakuwa na section ya karama za Roho Mtakatifu. Amen. Unajua kanisani una karama, ila kwa sababu hili somo la karama halijakaa kwenye mizizi, unakuta kuna watu hapa wana karama mbalimbali ambazo zingesaidia kanisa, zingejenga mwili wa Kristo, lakini kwa sababu hatujafundishana kwa undani juu ya kusimama na karama ulionayo. Unatafuta tu karama moja ya kushika mic, no, sio. Kuna karama mbalimbali ya kufaidiana, ya kusaidiana, ya kubebana, hata kufariji mwingine, hata kwenda kumwambia mwenzako pole, nayo ni karama. Ndio maana Biblia inasema kulikuwepo na Barnaba mwana wa nini? Wa faraja. Hiyo huduma yake ilikuwa ni hiyo, kuhakikisha anafariji mtu. Akikutana na mtu aliyekata tamaa, huyo mtu anainuka, anatembea tena. Kwa nini anaitwa Barnaba mwana wa nini? Wa faraja. Ni moja ya karama ambayo kanisani natakiwa, kwa kuwa wengi wamevunjwa moyo, wamekatishwa tamaa, wamekuja hawana matumaini. Lakini akikutana na mwana wa faraja, kumbuka Roho Mtakatifu ni mfariji. Karama hiyo inatakiwa uwe nayo. Karama ya maarifa, karama ya hekima. Kuna mwingine anatakiwa afike, lakini hekima yako itamvusha. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Amen. Anasema kwamba roho ya kufaidiana ambayo inatupa kufaidiana, karama za hekima, maarifa, imani ya kuponya na miujiza na unabii, zote hizo. Haina maana kuwa unajua kuna karama unapewa kwa ajili ya kutabiri, hapo inaisha. Sasa mbaya, ukishatabiri moja basi unatangaza mimi ni nabii. No. Ukishafundisha siku moja mimi ni mwalimu. Nani kakwambia? Kuna eneo la kupima hatua za kufikia hiyo eneo. Kwa maana kwamba lazima umetabiri. Hiyo siku umetumiwa na Roho. Usije ukazani eti ndio umemiliki Roho. No. Yeye ndiye anayegawa. Kwa hiyo unaweza amuka siku hiyo haipo. Biblia inasema Sauli alikuwa anaishi kama alivyokuwa anadhani ipo, lakini kuna siku aliamuka akidhani nguvu bado zipo, kumbe Bwana ashamwacha. Anatokea kama nabii, kumbe watu wanamuona kama mtu wa kawaida. Leo naachilia hayo mafuta, usiwe wa kawaida, upokee vipawa na karama. Kama uko mahali hapa sema pokea hiyo kwa jina la Yesu. Yaani usije ukaiba siku moja ukasema wow. Yaani maajabu yaliopo ni kwamba Roho Mtakatifu akaagi na wenye kiburi. Maana kanuni yake ni unyenyekevu. Akisha kuona tu una shingo ya kiburi na majivuno, anatafuta mwana wa Daudi anayekaa porini halafu amwachilie mafuta. Jumatano nitakuwa na special service inaitwa mafuta ya Roho Mtakatifu. The anointing of the Holy Spirit. Upako wa Roho Mtakatifu. Mafuta ya Roho Mtakatifu yanakufuata hata mbugani.
Na nataka mwezi usiishe, kila mtu atembee na hayo mafuta. Utakapoitisha jambo, linatimia kwa mamlaka unayotaka wewe. Utakapoamrisha upepo unakusikiliza wewe. Mungu anasema nimekufanya kuwa miungu, wana wa miungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Leo unatembea na uoga na hofu kwa sababu haujaelewa mafuta ulionayo. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafanyaje? Kinafurika. Hakika wema na fadhili zinanifuata siku zote za nini? Za maisha yangu. Nami nitakaa wapi? Nyumbani. Sio kwa bibi yangu, nyumbani mwa nani? Mwa Bwana, siku zote za maisha yangu. Sasa shida huu ukipata tu kazi, unakuwa busy na kazi kama nini? Nataka mwezi huu kila mtu aondoke na mafuta mapya. Amen. Sema napokea hiyo neema. Sema napokea hiyo neema. Inuka hapo ulipo. Mmenyamaza mpaka nikaanza kuona hawa watu wanahama. Haleluya. Lakini nilijua kuna mtu amepokea. Wangapi wamepokea hiyo neema? Thank you Holy Spirit. Inua mikono yako juu. Prale kabakati labante ile kastora banda. Inua roho, mikono yako juu. Hauwezi shinda dhambi kwa sababu ya jitihada na bidii yako. Hauwezi mshinda huyo mtu anayekushawishi kwenye message, anayekuita njoo twende, njoo twende. Hauwezi mshinda kwa namna yoyote, lakini utamshinda tu kwa Roho Mtakatifu. Maana kiu ya dhambi haiondolewi na jitihada za binadamu, bali uondolewa na Roho Mtakatifu. Sauli alikuwa mharibifu, lakini siku moja alishukiwa na hizo nguvu. Akasema, Yesu wewe ni nani? Akasema, mimi ni Yesu naye niudhi. Leo nataka ubadilishe hatua zako. Ukiwa umeingia kwenye ibada, Yesu anataka ubadilishe maisha yako. Yesu anataka ufanye maisha yako kuwa mapya. Yesu wewe ni nani? Akasema, mimi ni Yesu naye kuabudu. Mimi ni Yesu, mimi ni Yesu. Akasema, leo nenda Yafa, nenda kwa mtu atakaye kuambia mambo ya kupasayo kufanya. Yawezekana umekuja kwenye ibada, hujajua Yesu ni nani kwenye maisha yako, hujajua Roho Mtakatifu nani kwenye maisha yako. Nataka nikupe hii nafasi. My dear, Mungu anakupenda kuliko dunia inavyokujua. Dunia inakutafuta ikutumie, na ikisha kutumia unakuwa kama mua. Mua ukitafunwa, maji yake yakiisha yanatemwa na watu wanakanyaga. Kama uko kwenye ibada, inua mikono yako juu. Sele pakarabantalaba. Unahitaji maisha mapya. Hayatoki kwenye vyeti wala kazi, yanatoka kwa Yesu Kristo. Wakati umeinua mikono yako juu, hebu tafakari maisha unayoishi. Unahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu. Uwepo wa Roho Mtakatifu hubadilisha hatima, hubadilisha maisha ya mtu. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Leo kuna upya unatokea kwenye maisha yako. Inua tu mikono yako juu. La la baba baba sota repako plakazata lezate pakaja pakosata. Inua tu mikono yako juu. 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 Tunahitaji hizo nguvu mahali hapa, ambazo zinaleta badiliko, ambazo zinaleta tofauti. Hautaishi kwenye maisha ya kale, hautaishi kwenye historia ya zamani, bali kuna nguvu za ajabu, bali kuna uwezo wa ajabu, bali kuna mamlaka ya ajabu. Kwenye ibada hii unapaswa ujue unayemhitaji. Yawezekana unatafuta msaada, lakini msaada wa kweli ni Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Roho Mtakatifu haingii mahali penye dhambi. Roho Mtakatifu haingii mahali penye dhambi. Yawezekana wewe kunywa pombe unaona sio dhambi, kusema uongo, kudanganya unaona sio dhambi, lakini nataka leo ufanye maazimio ya kusarenda na kumwambia Yesu, Yesu lele boko prakata bada
Ekazatalapayakata zeli kupuka zatabakato. Wakati umeinua mikono yako juu, inua mikono yako juu, nataka umaanishe, nahitaji maisha mapya, nataka ukurasa mpya, nataka maisha yanayoleta nuru na badiliko kwenye maisha yangu. Unaweza ukasogea hapa mbele, wewe unayesema mchungaji, hii nafasi siniache, sihitaji kuishi kwenye maigizo ya kusema mimi nimeokoka lakini kuna vitu nashindwa. Sogea, ukiongea ndani ya moyo wako mbingu zinasikia. Sogea hapa mbele. Nimekubali kumfuata Yesu. Sogea mbele. Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Unajijua. Ukija mbele hauji kwa sababu yangu, unakuja kwa sababu ya maisha yako. Listen to me very careful. Unapokuja mbele hauji kwa sababu yangu, unakuja kwa sababu yako. Baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarudi nyuma, sitarudi kwa shetani, sitarudi kwenye dunia yote, sitarudi namkataa shetani, sitarudi nyuma. Nyie mlioko mahali hapa, sema maneno haya, sema Bwana Yesu, nakupa maisha yangu. Unajua udhaifu na mahali nina shida, naomba ingilia kati. Leo namkataa shetani mbele ya watu wote, namkataa shetani na kazi zake zote. Karibu Yesu, fanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa mimi ni kiumbe kipya. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia sasa ninaanza kuishi maisha ya nuru, maisha ya uzima wa milele, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, mimi naenda leo kuwa mjumbe wa habari njema. Kuanzia sasa napokea nguvu ya uzima na amani kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, fufua maisha yangu, fufua maisha yangu, fufua hatima yangu kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen. Ulioko hapa simameni. Sikiliza. Sikiliza. Watu wote elekeza mikono yako huko mbele. Biblia inasema hivi, watumishi wa Mungu wamepewa waondoe dhambi. Yaani nimepewa signature ya kuruhusu maisha yako kuwa ya tofauti. Siku ile Paulo anaenda Yafa, anakutana na mtumishi, anamwekea mikono, akapokea ukurasa mpya. Saa ingine umekuja hapa sio umependa wewe. Saa ingine umekuja hapa wewe mwenyewe umekuja kishida shida. Lakini Mungu anataka akupe new chapter. Nenda kwa mtumishi wangu, atakuambia pasayo kufanya. Leo umekuja kupokea pasayo kufanya. Nami naondoa upofu kwenye macho yako, naondoa mateso yaliyokushikilia. Anasema alipowekewa mikono ule upofu kaondoka. Ina maana akamjua Kristo upya. Kuna upofu wa maisha uliokuwa unaishi, kuna dhambi ilikuwa inaishi ndani yako ambao ulikuwa unaona ni kama ni sawa, lakini unapowekewa mikono
hiyo nguvu ya dhambi inakufa, hiyo nguvu ya dhambi inaondoka. Maana kila kilichozaliwa na Mungu hatendi dhambi, maana dhambi haimo ndani yake. Kleboko satalaba. Baba, naeka mikono juu yao. Inua mikono yako juu. Navunja kila roho. Nitakapoweka mikono juu yako, kuna nguvu ya mabadiliko. Watumishi mkae nyuma. Kuna wengine ambao watafunguliwa na hizo roho zingine zimetoka kwa wazazi na maagano. Toka juu ya maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya moto wako. Asante kwa ajili ya uponyaji wako. Asante kwa ajili ya nguvu zako. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila vifungu vya kila namna, kila urithi wa kila namna, kwa jina la Yesu Kristo, achia maisha ya binti, achia maisha yake. Mighty name of Jesus. Baba, asante kwa kuwa ni mwema. Kwa moto wa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunaita nguvu zako, moto wako unaofungua kila mahali kwa jina la Yesu, bila vifungu, bila mateso ya shetani, bila ila za kipepo. Toka achia maisha ya binti huyu, toka achia maisha yake, bila vifungu, toka achia na nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu kila mahali kwa jina la Yesu, bila eneo la maisha yake, moto wako kila mahali. Ya Bwana, wanaongozwa na Roho wako ndio wana wako, na achia hiyo neema ndani yake. Mpe kusimama kama shahidi, mpe kusimama kama shahidi kwa jina la Yesu. Kila roho za shetani yake tunachia uhuru na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mighty name of Jesus. Karabasaka Karabo Setu Karabo Setu. Kila taifa shetani yake, kila roho ya utumwa shetani yake, mighty name of Jesus. Kila eneo la bitu katika jina la Yesu. Yesu, jilia moto wa Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu kila mahali kwa jina la Yesu, kila mateso kwa jina la Yesu. Inatoa huyo nyoka, kila kiu ya dhambi, inatoa huyo nyoka, kila roho ya uharibifu, hiyo roho inakufuatilia, kila vifungo, toka, kila kazi ya shetani, achia nafsi yake, toka, achia maisha, toka, achia hatima yake. Mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Toka kila maagano, kila moja simama, sema Holy Ghost fire. Inuka mikono yako juu. Tunaita moto wa Roho Mtakatifu, tunaita moto wa Roho Mtakatifu, tunaenda kuachilia moto wa Roho Mtakatifu. Fire of the Holy Spirit. Leke bayakata. Fire of the Holy Spirit. Inua mikono yako juu. Isaiah operation. Touch of the Holy Ghost in the mighty name. Isaiah operation. Isaiah operation. Rakashaka yaba. Kuna mtu unashika. Roho Santo ribo saka. Fire of the Holy Spirit. Touch of the Holy Spirit. Teratorimosa. Mighty name of Jesus. Wakati kuna nguvu zinaenda kutembea. Jesus. Na ni nguvu kama radi. Rekento. Ni nguvu kama radi juu ya kila shimo ulilowekewa. I see the anointing. Naifuatilia, 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 naifuatilia. Prake poka baya takatara papa. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Lesetele poko poka zata. La zata la paya kata. Napasua hiyo madhabahu. Napasua hizo madhabahu. Napasua hiyo maagano. Napasua hizo roho. Napasua hizo roho. Roho yote iliyosimama kufuatilia maisha yako inavunja katika jina la Yesu. Inaondoa maagano ya utawala wa giza, maagano yoyote. Achia, 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 achia,
achia. Navunja kila madhabahu, navunja kila uchawi na uganga, navunja kila uchawi na uganga. Achia maisha yake, achia ndoa yake, naikomboa familia, naikomboa familia. Ilaya za Kalaba na kuachilia huru, kukutoa huru, naondoa mateso. Naondoa uganga, naondoa irizi, naondoa uganga, naondoa irizi, naondoa madhabahu, naondoa maagano. Hayatakushikilia, hayatakubeba. Leo hii na kuweka huru, na kuweka huru, mbali na mateso, mbali na kuonewa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kayapata na kufungua na kuweka huru. Repoko yaka na kufungua na kuweka huru, na kuweka huru. Nguvu ya giza, ondoka, 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 ondoka. Achia, 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 achia uzio wako, na kutenga na mateso, na kutenga na maradhi. Leo hii na kutoa roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa, roho ya kukataliwa. Unapiga madhabahu, unapiga madhabahu, unapiga madhabahu, unapiga madhabahu. Leo ondoa, mikono yako naitoa mahali wamekuweka, mahali wamekuweka, mahali wamekuweka, mahali wamekuweka. Right now, right now, rapapapapa, I restore you, na kuweka huru, naondoa uganga. Haya shetani, uso wako kama iya loko yapa. Binti yangu hatashikwa wala hatapegwa na uganga wa aina yoyote. Come out this spirit. Come out in the mighty name of Jesus. Come out, achia. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia maisha. Toka, achia maisha. Right now, right now, right now. Unaondoa hii tatizo kwenye hii mikono. Hii mikono